maombi. Nataka tena nikuulize, 2026 ni mwaka wa nini jamani? Nataka tukiri tena. Nataka tukiri tena. Huu ni ukiri wetu mwaka huu, na iwe ni shauku ya kila mtu. 2026 2026 mara ya mwisho 2026. Mungu akubariki sana. Tuliishia kwenye namba 3, japo tuko kipengele namba 1 kinachosema asili ya neno la Mungu, na hapa tuna somo letu sehemu ya kwanza inayosema asili na uzito wa neno la Mungu, na tuko kipengele kinachoitwa asili ya neno. Neno halikuanza kuandikwa, lilikuwepo. Tukaona neno ni chombo cha uumbaji na utendaji. Usisahau, ni chombo cha uumbaji na utendaji. Tuliona kwenye Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1 kwamba mambo yote yaliumbwa na vitu vyote viliumbwa kwa neno. Na tukaona ulimwengu haukuumbwa kwa mikono bali kwa sauti. Tukasema hii inatufundisha kuwa kile Mungu anachotaka kukifanya hukisema kwanza, na kile kisichosemwa na Mungu hakina uhalali wa kudumu. Tukasema imani ya kweli inashikilia kile Mungu amesema, na hofu inashikilia kile mazingira yamesema. Namba 3 tukasema hebu tuangalie uzito wa neno. Tukasema Mungu, ili ujue neno ni zito au ni kubwa au lina nguvu, Mungu amelikuza neno lake kuliko jina lake. Tuliishia hapa. Nikasema hii kauli ni nzito sana katika tamaduni za Kiyahudi, kwa sababu jina lilibeba heshima ya mtu. That is what we call brand. Kwa hiyo ukiona Mungu anaamua kuliachia jina lake ili neno lake liende juu, maana yake neno ni mamlaka, kwa sababu jina ndiyo mamlaka ya mtu, lakini pia jina ni utambulisho, is an identification. Kwa hiyo ni muhimu ukajua kwamba neno la Mungu lina nguvu sana sana sana. Naweza nikawa nimesimama hapa na ninaongea taratibu kadhani labda inayoongea hapa hayatatokea. Naomba nikwambie, nilikuwa nikisoma leo asubuhi kitabu cha Mwanzo, na nikafika sura ile ya 27. Wale ambao mnataka kunifuata jamani, wale ambao mlisema mtanifuata kwenye kusoma Biblia, leo niko sura ya 30 kitabu cha Mwanzo, na naamini mpaka jioni labda nitakuwa nimefika 40. Kuna watu waliniambia, pastor, nataka kutembea na wewe. Nimeanza Mwanzo, leo nimefika 30 asubuhi. Sawa, leo nimefika 30 asubuhi, na naamini jioni, kesho asubuhi kitabu cha Mwanzo kinatakiwa kilale ili nianze kutoka
nianze kuchomoka taratibu. Kwa hiyo nakuomba sana wewe uliyesema unataka kupambana naenda na pastor, mimi nitakuwa nakwambia kama hivi, fight, tembea nayo mpaka ueleweke. Sema amina katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo nilipokuwa nikisoma leo nikawa nasoma ile sura ya 27 ya kitabu cha Mwanzo. Nilipokuwa nikiisoma nikashangaa sana. Ile kitabu cha Isaya anaposema halitanirudia bure, ni kama utani, lakini huwa alirudi. Unajua kwa nini? Nikawa naangalia maneno ya Isaka kwa watoto wake. Acha tu hiyo Zaburi hapo. Nikawa naangalia yale maneno ya Isaka kwa watoto wake. Anamwambia Esau, nenda kaniwindie mawindo, unitengenezee chakula namna ile niipendayo, uniletee nile, nipate kukubariki. Sasa alipokuwa amesema yale maneno, aliyesema yale maneno sio Mungu, ni Esau. Lakini baraka anayotamka Esau, anasema Mungu akupe ya umande wa mbingu. Okay. Kwa hiyo maana yake neno la Mungu naliwe hai kwako. Alipokuwa akisema yale maneno, akayaongea. Baada ya kuyaongea aliyaongea kwa Yakobo. Baadaye akaja Esau. Alipokuja Esau, nikagundua lile neno la baraka likawa limeisha. Anamwambia Esau, nenda katafute maeneo yenye manono ya nchi. Yaani hiyo ardhi unayoikanyaga inaweza kukupa chakula, unaweza kupata hela, lakini ule urahisi wa baraka inayozaa sina tena, nimeshaitema. And I was like, hii inaonekana kama inatokea kesho. Miaka 7 ya kwanza kwa Yakobo ikapita, 7 ya pili ikapita, 7 ya tatu ikapita, ikawa miaka 21. Yale yaliyosemwa hayajatokea. Nikafika sura ya 30, nikaanza kuona mpenyo unaanza kutokea. Yakobo anakuja, anaona ni kama nimepoteza muda, miaka 30 imeisha, sioni chochote kilichotokea. Hata zile baraka alizonibariki baba yangu zimeenda. Palanjo amepiga kelele leo ana mwaka wa 10. Mbona niko kwenye level ile ile, sioni chochote kinachotokea? Mara boom, Mungu akampa wazo tu, yani wazo yani. Yuko na Yakobo, anamwambia Yakobo, nipe wake zangu, nipe watoto wangu, nipe niondoke. Umenitesa miaka hii yote na mshahara wangu umeubadilisha mara 10, natoka. Labani akasema, najua kwamba baraka zote nilizonazo zimetoka kwako. Hivi unajua kinachotokea? Labani ameiona baraka ndani ya Yakobo, lakini Yakobo hajaiona baraka ndani yake. Hiki ndio kitu kinachotokeaga kwa vijana wetu wanapokuwa bado hawajaamua kuchimbua waone kile kitu Mungu ameahidi kwenye maisha yao. Hiki ndio kitu kinachotokea kwa wazee wetu pale ambapo wanaokoka katika uzee wao, lakini wanasubiri vitu vitokee bila kuangalia hivi Mungu alisema nini. Kwa mimi nikikuona naona umebarikiwa, na kila siku wanasema msalimie jirani yako, mwambie wewe ni mtu wa maana sana, alafu mwambie wewe ni baraka duniani. Nikisema ukitoka kwenye ule mlango unasahau. Mimi nikikuangalia naona una potential, naona kuna baraka. Ila ile potential watu wa form 2 walisema ni static, iko pale, yani imelala. Iko nguvu ya baraka iko pale, lakini imelala. Kwa nini? Kwa sababu kitu kinachochagiza baraka itokee ni neno la Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 1, wakati Mungu anaumba, alikuja hivi,
alikuja akakuta giza limetanda juu ya uso wa nchi, alafu akagundua roho yake inapafurahia juu ya vilindi vya maji. Kwa hiyo roho wa Mungu akakaa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo Mungu alipoangalia akasema, kwenye vilindi vya maji pana utulivu, na kwenye huu utulivu panaweza kutokea kitu. Neno la Bwana likatoka akasema, iwe nuru. Kwenye giza pakawa nuru. Akasema, hapana, pawe na mianga miwili, mwanga mmoja utawale usiku na ule mwingine utawale mchana, ili hawa watu waweze kufanya kazi na matokeo yatokee. Alichosema Bwana ndicho kilichotokea. Neno la Bwana linapoachiliwa ndipo matokeo yanapotokea. Ngoja nikwambie, Yakobo akaangalia akasema, kwani Bwana aliumbaje vitu vikatokea? Baba aliniambia ya umande wa nchi, ya manono ya nchi na ya umande wa mbingu ni yangu. Sasa Mungu hapa Labani amesema atanilipa nini? Nikamwambia asinilipe chochote, nipe neno, nipe wazo. Akaangalia wale wanyama wasiokuwa na marakaraka kwenye wanyama weusi na wekundu, akawaona wanyama wenye maraka na wenye milia, akawaona ndani ya wasioonekana. Neno huwa linafungua macho kuona yale ambayo huoni. Kwa hiyo unapoingia kwenye neno, lile neno huwa linafukua vilivyofichika, linaviweka mbele yako. Ndio maana ameliinua kuliko jina lake, kwa kuwa kwa neno la Bwana ndio maana akamwita Yesu neno, na Yesu akapewa jina lipitalo kila jina, kwa sababu kwa jina la Yesu tunatamka neno la Mungu. Tukimtamka Yesu tumetamka neno, tukitamka neno tumetamka Yesu. Kwa jina la Yesu. Sasa unaomba kwa jina la Yesu, hauna hata mstari mmoja unaonukuu. Tutakuelewa sisi huko mbinguni? Hatukuelewi. Yaani ukitaka kuomba vizuri, sema, Bwana nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Kuliko jina lako. Kwa nini? Jina lako ndio heshima, lakini umereplace na neno lako. Jina lako ndio mamlaka, lakini kwenye jina lako umeweka neno lako. Jina lako ndio utambulisho. Kwa hiyo nikitaka kuyaambia mazingira yangu yamsikie Mungu wangu, nitatamka neno la Bwana kwenye mazingira yoyote niliyonayo, nayo yatatii kwamba Bwana amesema. Haleluya. Lakini Mungu anasema neno langu ni zito kuliko jina langu. Hii ina maana Mungu hawezi kujikana bila kulikana neno lake. Hii ina maana pia Mungu amejifunga na kile alichosema. Wakristo wa leo tuna mateso mengi sana kwa sababu hatujui alichosema Mungu kuhusu sisi. Nisaidie kumuuliza jirani yako kwa upole na kwa upendo, rafiki, kuhusu hali unayopitia, kwani Mungu amesemaje? Jadilianeni hata dakika 2. Yaani hata naweza kupata dakika 5 ukitaka, lakini hebu mpe nafasi, muulize hivi, hii hali tunayopitia mimi na wewe au wewe na mimi, hivi kwani Mungu amesemaje? Amesemaje Mungu? Haya, swali la pili muulize, kwani wewe unaonaje? Swali la tatu, miwani yako ni nini? Kwa sababu unapaswa uyaangalie mambo kwa miwani ya neno la Mungu. Halo? Inaongea na watu hapa? Inaongea na watu? Unatakiwa uyaangalie mambo kwenye miwani ya neno la nani? Sasa ngombe kitu. Duniani kuna miwani ya aina 3.
Miwani ya kwanza ni ya kwako. Kwa kuwa wewe ndio, ngoja nikwambie kitu, chawa aliyekung'ata wewe, sisi hatuwezi kusikia maumivu. Mwambie jirani yako, mwambie kupe wako ni wako. Yaani mtu anakupe likupe kama lile la ng'ombe, limejaza mautamu sasa, yaani limekaa limenenepa mpaka limekuwa laini. Si unajua kupe anakuja akiwa mdogo mgumu kama jiwe sasa, lakini akiingia kwenye ng'ombe anaanza kunenepa. Unamwona mpaka anafika mahali anakuwa kama kidole, alafu laini, amejaa maadamu. Hakuna anayesikia hayo maumivu ya huyo kupe isipokuwa wewe. Sasa miwani yako wewe ikoje? Miwani ya kwanza ya mtazamo wa maisha iko kwa mtu anayeishi hayo maisha. Miwani ya pili ni ya waliokuzunguka. Tunapenda sana kukimbilia kwa shetani. Shetani ni watatu. Shetani ni wangapi? Nisaidie kuongea na jirani yako, mwambie huo ugonjwa ulionao, shetani ni watatu. Wewe ndio wa kwanza unataka uone, unauonaonaje huo ugonjwa? Muulize jirani yako, kwani wewe unauonaonaje huo ugonjwa? Ni wa kukuua? Mbona amuongei vizuri? Muulize, unaona kama umefika mwisho au unaona maisha yanaendelea? Je, waliokuzunguka wamekuletea habari gani? Mnakumbuka, ngoja niwaonyesheni. Mnakumbuka wale wapelelezi waliokwenda kuipeleleza nchi katika kitabu cha Hesabu sura ya 13 na ya 14? Walipokwenda kuipeleleza nchi, walileta habari mbaya, lakini kuna walioleta habari njema. Wale walioleta habari mbaya waliwaona watu waliosimama mbele yao, yani wameenda kwao wakachukua matunda wakaja nayo, tena matunda wamebeba wawili. Yani wamechukua limti wakaning'iniza matunda katikati, mmoja akakaa mbele mwingine akakaa nyuma. Walikuwa wanaweza kukimbia hawa walikuwa wanaweza kukimbia jamani? Hapana. Kwa hiyo walikuwa na uwezo wa kutembea kwa raha zao mpaka wakarudi kambini wakiwa na matunda. Wakasema ile ni nchi iliyojaa maziwa na asali. Na siku hizi nimesikia watu wanasema usinywe sana chai ya maziwa. Shindwa. Chai ya maziwa, sijui asali nayo ina sukari, sijui sukari ina nini. Hapa nataka tuongee vizuri hapa mpaka miwani yako itakapotengenezwa. Mwambie mwenzako rekebisha miwani. Watu wengine wananirembulia, nasema rekebisha miwani. Kama unavaliaga hivi leo hamna mtu amekuja na miwani, mtu aniazime. Nilimwona Simoni ana miwani, yuko wapi? Simoni, niazime miwani yako nihubiri. Kuna watu wana ile unapandisha kidogo hivi, mwingine Bwana tusaidie sana. Wale jamaa wakaja, mmoja wawili wanasema ile nchi imejaa maziwa na asali, ni nchi nzuri sana, si nini. Wakainuka 10. Miwani ya kwanza wanaona sawasawa, miwani ya pili wanaona majitu, wanaona mateso. Anasema wale watu ni watu wanaowala, yani ile nchi ni nchi inayowala watu wanaoikaa. Yesu wangu, wale waliosikia. Mpige kofi. Yani unakaa na mtu baada ya kumpenda unaniangalia mimi. Mpige kofi, mwambie amka. Unalala, yani unalala. Hii ndio kesho anakuja hapa kulialia, baba mchungaji, yani maisha yamekuwa magumu. Nitakufukuza baru. Unasinzia kwenye somo hapo, unakuja nitakutoa baru, usiniletee utani. Hapa ni saa ya kutengeneza msuli wa rohoni ili tuvuke katika jina la Yesu. Haleluya. Kinachotoboaga mwamba ukatoa maji sio fimbo. Sio fimbo. Ndio maana mara ya kwanza Musa anaambiwa piga maji, lakini mara ya pili anaambiwa uamuru mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Nini kilichokuwa kinasema maji yatoke? Sio fimbo.
wala sio neno la Musa, lakini lile agizo lililo ndani yake. Haleluya! Kwa hiyo Musa anawaambia wale watu, naomba niwaombe, nendeni mkapeleleze. Wanatii, wanaenda kupeleleza, na kwa kuleta ushahidi wanakuja na matunda. Wanaonyesha matunda. Kishada kimoja kinabebwa na watu wawili. Nyie mnajua zabibu jamani, zabibu ni hizo hizo kama za Dodoma, lakini kishada kimoja kimebeba mpaka mtu mmoja hawezi kubeba. Ila wale watu waliobeba hicho kishada wakakileta kwa miti, wanasema mama ile nchi miwani yao. Lakini kuna wanaume wawili wenye miwani ya Mungu, wameondoa miwani yao, wameondoa miwani ya watu, wameondoa miwani ya shetani, wamebeba miwani ya neno la Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Na miwani ya neno la Mungu huwa haivutwe hapa hivi. Ngoja nimnyanyase huyu binti anizi, mniazime miwani yako, niweke hapa. Wewe una uso mwembamba kama wa kwangu, sio mbaya sana. Jamani, kwa kweli ni mikali. Si unajua kwa una wale wazee wa hivi, Mungu niponye na macho, sitaki kuvaa miwani kabisa. Hii ni miwani ya shetani. Umevaa miwani lakini unataka uangalie kwa juu. Miwani ya Mungu ukivaa, Jesus Christ, mistaki. Wewe, Bwana akuponye macho. Bwana akuponye macho kwa jina la Yesu. Na yako ni mikali hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninachokizungumza hapa, kuna miwani ya aina ngapi? 3 au 4. Miwani ya kwanza ni ya kwako. Miwani ya pili ni waliokuzunguka. Miwani ya 3 ni ya shetani. Shetani huwa anakaa kwenye mazingira. Ndio maana tuliona kule mwanzoni, wakati tunajifunza, wakati wa kuingia majira mapya, tulisema yani wale watu wao waliona mazingira, lakini Mungu aliona mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ukumbuke kwamba miwani ya neno la Mungu ndiyo miwani sahihi. Na Mungu anasema, ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Muulize jirani yako, mwambie jirani yako, miwani uliyovaa itaamua mtazamo. Nimevaa miwani ya yule dada, mimi nashangaa yeye amevaaje, maana mimi nasikia kizunguzungu kabisa, ni mikali yani naona watu wote kama naona kama mnacheza muziki, halafu yeye anaona sawa sawa. Unaona tofauti ya macho? Muulize jirani yako, mbeba macho ya nani? Sikiliza, Mungu hawezi kujikana bila kulikana neno lake. Mungu amejifunga na neno lake. Kukitimia neno, Mungu hutukuzwa. Kwa hiyo usidhani ni fahari wewe kutokupokea chochote kutoka kwa Mungu. Ukiona upokei chochote kutoka kwa Mungu, maana yake neno la Mungu halijatimia. Ngoja niwaambieni kitu. Mungu alisema nendeni mkaijaze nchi. Mtu yeyote akioa, Mungu ameshatoa ahadi, pokea watoto. Sasa sikiliza, unapokwenda, lolote likitokea, tafuta kujua kusudi la Mungu kwenye ndoa yangu ni nini. Shida ni kwamba tunachafuaga njia, alafu Mungu anakosa pa kupita. Eneo la kwanza linalomkwaza Mungu ni kukosa imani. Mahali fulani katika kitabu cha Hesabu, Mungu anamwambia Musa, nafikiri ni hiyo sura ya 14. Hebu tupeleke pale sura ya 14, kama sio ya 13 mwishoni, 14. Mungu anamwambia Musa, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniheshimu hata lini? Wasiniamini hata lini? Hata lini? Niwekee pale, sio hapo, shuka chini kabisa. Kutano wote wakapaza sauti. Hapo mstari wa pili,
10 ngapi hapo Bwana? Kuna mstari wa pili pale ulienda, sikumbuki vizuri, nasikia hilo neno tu na nani, wakamnungunikia Musa. Nenda mstari unaofuata. Mbona Bwana ametuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Nenda mstari unaofuata. Twende. Aya, endelea. Hapo tusome sisi wenyewe kwa sauti yetu. 1, 2, 3. Unasikiaje? Achana na Mungu. Baba yako akisema utanidharau hata lini? Unajisikiaje? Baba yako akikwambia umenidharau, unajisikiaje? Baba yako akisema umenidharau, unajisikiaje? Vizuri Baba yako akikwambia naona huniamini, unajisikiaje? Vipi Mungu? Vipi kuhusu Mungu? Kila mara tumekuwa tukitamani Mungu afanye vitu vingi sana kwenye maisha yetu, lakini hatujui jambo hili. Kutimia kwa neno la Mungu ni kumtukuza Mungu. Nisikize kwambia kitu, kama hujawahi kuchukua Biblia yako kwa uzito na uthamani, na kusihi kuanzia leo ichukue Biblia yako kuwa ya thamani kuliko kitu kingine chochote. Mnanisikia? Wengine unapiga kofi, sio unaamsha kwa kuambia wacheze. Piga kofi pa. Ngoja niwaambie, stani, yani natamani leo mpendane. Yaani natamani mpendane kabisa. Yaani unampiga mtu kofi pa, umenyanyuka, unapoteza. Ngoja niwaambieni kitu. Ujinga wetu wote tulionao, yaani ujinga wote tulionao, mateso yote tulionayo yako kwenye kuto kulijua neno. Naomba nikwambie, ukisikia muujiza wowote umetokea kwa sababu neno la Mungu limeingia kwenye utendaji. Kama kuna mtu anielewa, anipungie mkono hivi. I want to speak very slow na kwa sauti ya chini. Yaani ukisikia muujiza wowote umetokea, ni neno la Mungu linatenda kazi. Ukisikia mtu ametaja mahali popote kwa jina la Yesu, maana yake amesema kwa jina la neno la Bwana. Ngoja niwaambieni kitu. Mungu hajawahi kufanya chochote ambacho hajasema, hata kaa afanye chochote ambacho hajasema. Mungu ni Mungu wa ahadi, na ahadi zake ndizo hutokea kwenye maisha ya watu wake. Toza alisema Mungu si mwaminifu kwa sababu ya sifa, bali kwa sababu amejifunga na neno lake. Kamba yake ni neno lake. Naomba niende namba 4. Neno si taarifa, ni nguvu hai. Is a living power. Na kuomba na kusii uandike, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Kwenye Biblia ya Kiingereza nasema it is life and it is sharper, living and active.
active. Neno la Mungu li hai. Neno halina uhai kwa sababu tunalisoma. Lina uhai kwa sababu linatoka kwa Mungu aliye hai. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Angalia mamlaka yake lilivyo. Linachoma, linaweza kugawanya nafsi, linaweza kugawanya roho, linaweza kugawanya viungo, linaweza kugawanya mafuta yaliyomo ndani yake. Tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Listen to me. Ngoja nikwambie kitu. Kama kuna operation inayotakiwa kufanyika kwa haraka na kwa usalama, neno la Mungu peke yake lina uwezo wa kufanya hiyo operation. Moyo wako una maumivu, mwili wako una mateso, tabia yako imeharibika. Operation hiyo haifanywagi na watu, inafanywaga na neno la Mungu linaloingia ndani yako likayabadilisha maisha yako. Bwana asifiwe. Neno hupenya kwenye dhamiri. Neno hutenganisha nia. Yaani nia yako mbaya inafanyiwa operation, inapachikwa nia njema na neno la Mungu. Neno hufichua kilichofichika moyoni. Huwezi kukaa karibu na neno kwa muda wa kutosha bila kubadilika. Ukiona kuna eneo ambalo halitoi mabadiliko, liwe la ndani au la nje. Kuna watu mnateswa sana na hasira. Wewe hasira yako ni ya kipumbavu sana. Maana hasira ukaa kifuani mwa nani? Mimi nimesema au Biblia? Sasa sikiliza. Wewe una hasira au hujawahi kuwa na hasira? Mimi nilikuwa na hasira kiwango ambacho naweza nikampiga kofi ng'ombe akaanguka. Yaani nikipata hasira misuli inaachia. Misuli, yani unaweza kufikiri nimetoka gym leo, kifua unaona kabisa kinapanuka. Yaani unaniona kwa macho. Binti mmoja aliniulizaga mwaka 2001, akaniuliza, wewe nikiwa nimeshaitwa hivi umechanjiwa damu ya simba? Maana nikikasirika utaelewa tu jamaa hautaki kukaa hapa mbele yake. Na hakuna ninachoogopa wakati huo. Siku moja nikafundishwa namna neno la Mungu linavyobadilisha kutoka mtu mwenye hasira kuwa mtu wa kawaida. Na shangaa leo hata mke wangu huyo hapa. Nyinyi wengine wote mnanionaga huku nje. Muulizeni, hata ningekasirikaje, hata tu maneno yale mabaya siwezi kutoa. Huyu Yefta amekaa kwangu. Nikikasirika naweza kukemea mtu, basi kaisha hapo. Maana Biblia inasema muwe na hasira ila msitende nini? Dhambi. Hasira ni hisia. Hayo unashangaa una hasira mpaka unaacha vitu mpaka vya Mungu vyenye faida kwako. Why? Kwa sababu haujaliruhusu neno likubadilishe. Ngoja nikwambie, ukisikia mtu yoyote amejaa Roho Mtakatifu ni kwa sababu neno kwanza limezama. Na maajabu zinafanya kazi kwake, ujue ni Roho Mtakatifu analitumia neno kumchonga. Ukiona ninafundisha labda wakati mwingine nina ufunuo mkubwa, unaona mpaka unashangaa hiki kitu nafanya, ni Roho Mtakatifu anatumia ile hazina niliyojaza ndani yangu ya neno la Mungu, ndiyo inayokusaidia wewe. Ukiona ninatoa unabii mkamilifu ni neno la Mungu, ndiye Roho Mtakatifu analitumia lile neno kuyafunua yaliyo sirini, kuyaleta hadharani. Ninasema katika jina la Yesu, rudi kwenye neno la Bwana. Watu wamefika mahali wanacheza na akili zetu kwa sababu tumeliacha neno nje.
Oh, mimi nikisoma Biblia sielewi. Si uendelee kusoma. Kwani nani amekwambia kwamba ukishindwa kuelewa unaacha kusoma? Nani alikwambia hiyo ndio njia? Ukishindwa kuelewa soma tena. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mwaka jana mimi nilipata ufunuo wa ajabu sana, kwamba umesoma Biblia kwa kujifunza muda mrefu na umefundisha sana. Sasa anza kuisoma randomly. Nasoma Biblia kama kichapa. Utafikiri nanena kwa lugha. Nielewe nisielewe. Unajua kinachotokea ni kwamba nikicheua, ninacheua neno. Nikitembea, natembea neno. Nikiweka mikono, neno linaweka mikono. Nikitamka unabii, neno linatoka. Nikibariki, neno linabariki. Nikijenga, wanajengeka, maana ndani yangu kumejaa chemichemi za neno la Mungu. Hii nitakufundisha mpaka ikukae. Wewe unafikiri Biblia sio makaratasi? Kama ni makaratasi nenda kasome kama kitabu cha physics. Yaani ukikishika tu unashangaa huyo hapa jamaa anaanza kushika. Unashangaa kichwa kinaanza kucheza. Umekusoma mpaka unatamani kufanya hivi. Tuseme ukweli. Mimi ni mkweli. Yaani mwanzoni nilipoanza kusoma Biblia kwa nasoma dakika 5 macho yanakuwa mazito kama jiwe. Baadaye nikashinda ya macho kuwa mazito, nikaanza kuleta machozi. Najiuliza mimi mbona sinaga shida ya macho? Unashangaa machozi mengi yanatoka, nafuta. Nachukua na leso kabisa nafuta. Alafu nikisoma ikifika nusu saa, machozi yanachanganyikana na usingizi. Why? Muulize mwenzako why? Ongea basi kama mimi bwana, mwambie why? Ongea basi kwa kama Kiswahili. Ongea hata Kiswahili, mwambie why? Why? Kama wewe nyewe watu kwa na madigrii wamesoma kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wale waliokuwa wanaweka nani miguu kwenye mabeseni, weka mkono juu. Unasoma, unasolve hesabu. Umeweka miguu kwenye beseni, si ndio? Unapiga buku. Kule shuleni kwangu walikuwa wanasema tuna bundi. Wengine wana mende, anakaa kwenye kenchi, ili kwamba asikie watu wakikoroma, anapiga kitabu mwanzo mwisho mpaka anafaulu. Ila sasa Biblia sasa. Muulize Biblia una mistari mingapi? Mchungaji, yani kila nikisoma nasikia macho yanawasha. Kama ni kitabu cha kawaida, kwa nini macho yanawasha? Si tunaulizana jamani? Nakupa mjadala hapa muhimu. Kama yani unatakiwa ukikishika sema kama kuna kitu, kama hamna kitu ninachopata huku. Kama hamna kitu ninachokipata kwenye hili neno, kwa nini macho yanawasha? Kwa nini yanatoa machozi? Kwa nini yanasinzia? Kwa nini nalala? Na nikisoma vitabu vingine vya hadithi sisinzii. Nilikuwa na mama mmoja nilitoka naye Cape Town. Tumetoka Cape Town tukashuka Johannesburg. Bahati mbaya au nzuri, kesho yake tena tukaondoka naye kutoka Johannesburg. Yani ile siku nakuja tena Johannesburg, tunakuja Dar es Salaam pamoja. Alikuwa na kitabu kama Biblia hivi. Yani tunatoka Cape Town. Cape Town ni masaa 2.5. Tukitoka Cape Town tunashuka Johannesburg anakaribia nusu. Anasoma kama mstari. Mpe Biblia. Nyesi mnazijua hadithi za Shigongo. Wale hadithi za Shigongo oye. Mpo. Nafikiri hampo. Wapo watu hadithi za Shigongo. Mimi unaona mtu, yani mnatoka naye Arusha, mnaenda mpaka Dar es Salaam, mtu ana kitabu kinene hivi kama kuliko Biblia. Kurasa sui maelfu. Akifika da yuko nusu. Hasinzii, halali. Mpe Biblia dakika 2. Kama Biblia haina msaada, kwa nini ina vita? Nani ameelewa mantiki hapo? Umeelewa ninachoongea? Ninyi hapa hamjaelewa. Narudia. Ili ujue Biblia ina thamani na matokeo kwenye maisha yako, ni pale unapoishika, unapoanza kusoma. Unaanza kushangaa vita. Macho yanawasha, machozi, usingizi mzito. Ukiona hivyo nenda kanawe uso. Simama, soma. Tembea nayo tena. Yani usikubali. Mimi sasa hivi naweza kusoma Biblia yote ya makaratasi, ya kwenye simu, hata ikiingia message sisumbuki. Ikiingia message amna, nimevuka kwenye hivyo viwango kwa sababu nimeshajua Biblia ni neno, na neno ni maisha, na maisha ni Yesu. Haleluya.
Kuishi ni Kristo na kufa ni nini? Kwa hiyo maisha ni nani? Ni Yesu. Aha. Ngoja niwaambieni kitu. Utafika mahali ili utoe ni mpaka uhubiriwe. Unafika, jamani, saa ya sadaka. Haya, tutamnunua mzee wa kanisa atupe neno fupi linalotoa hamasisha kutoa sadaka. Hujui Biblia. Ukiona hivyo, mtu anakuja hapa anakuambia shetani sijui ni nini, sijui Kaini alitoa vitunguu na pilipili vikatoa machozi mbinguni, ndio maana alikataliwa. Ni uongo, ni uongo, sio nani. Tatizo ni imani na namna ya kutoa. Bwana tusaidie jamani, Bwana tusaidie. Kwa nini nakwambia haya? Usipoelewa neno utakuwa mtu wa kawaida. Ukielewa neno utafanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Ukikaa karibu na neno kwa muda wa kutosha, lazima mabadiliko yatatokea. Mtu mmoja anaitwa Leonard Ravenhill anasema tatizo si kwamba neno halina nguvu. Tatizo ni kwamba hatukai nalo kwa muda wa kutosha litubadilishe. Yaani hiki kitabu cha huyu jamaa kinasomwaga tu huko online, lakini ni hatari huyu mtu. Anasema tatizo si kwamba neno halina nguvu. Tatizo ni kwamba hatukai nalo kwa muda wa kutosha ili litubadilishe. Naomba nikwambie, mtu anayehitaji operation hawezi kwenda hospitalini dakika 5 akatoka. Lazima atatumia muda wa kutosha na daktari. Baadaye ataenda kwenye vipimo muda wa kutosha, ataambiwa nenda urudi kesho, atafanyiwa x-ray ya kwanza. Wakiona x-ray haijamaliza atafanya ultrasound. Wakiona ultrasound haijaweza watafanya CT scan. Wao sijui watafanya MRI mpaka ihakikishe hiyo jambo limeeleweka kweli, tatizo liko hapa. Mtu aliyekuja na kigelekele cha Roho Mtakatifu ampe kimoja kwa jina la Yesu. Haleluya. Namba 5, hatari ya kulizoea neno bila kuliheshimu. Sikiliza, nazungumza hatari ya kulizoea neno bila kuliheshimu. Maana yangu ni hii: unakulizoea neno na kuliheshimu, na kuna kulizoea neno bila kuliheshimu. Ukilizoea neno, maana yake umekaa nalo muda wa kutosha, ukalielewa na kuliheshimu, matokeo yake ni chanya. Ukilizoea neno bila kuliheshimu, matokeo yake ni hasi. Kizazi cha leo kinasikia neno kila siku, kinajua vifungu vingi, lakini hakitetemeki tena mbele ya neno. Hebu nipeleke Isaya 66 mstari wa 2. Kama sijakosea, nafikiri ni hapo hapo. Haya, naomba tusome pamoja, rudia nyuma yangu. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, afanyaye nini? Atetemekae asikiapo neno langu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu anataka ili neno lake liachiliwe, lifanye maajabu kwenye maisha yetu, tulitetemekee. Yani, face the word of God with trembling. Nasikitika sana, tuko vizuri sana kwenye kusikia rais wa nchi amesema nini. Tuko vizuri sana kwenye kusikia askofu wa kanisa fulani amesema nini. Tuko vizuri sana kwenye kusikia mtu fulani maarufu amesema nini.
Lakini tuwapumbavu sana namna tunavyolipokea hili neno. Mtu yeyote, na maanisha yeyote, hata kama ni mtoto mdogo, akikaa na hii Biblia vizuri, alafu akaamua kukubali kujifunza, mabadiliko yake tutayaona kila siku. Neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Unapotetemeka na kuheshimu kile Mungu amesema, maana yake unaruhusu Mungu awasilishe yote aliyoyasema kwako yawe hai kwako. Angalia matokeo: utii wa juu juu, neema bila toba. Hili ni eneo ambalo vijana wengi sana sasa hivi, hasa waliokulia makanisani, hasa watoto wa wachungaji kama watoto wangu, wanaweza kufika mahali wanaichukulia neema kama sababu ya wao kuishi maisha ya dhambi na wakawa salama. Haiko hivyo. Go deep into your Bible and see. Grace is not the excuse for you doing sin. Warumi 6:1 anasema, je, tuzidi kutenda dhambi ili neema iongezeke? Anasema la hasha. Sisi tulioifia dhambi. That means mtu aliyeokoka anatakiwa afe kwa habari ya dhambi, awe hai kwa habari ya haki. Ni lazima iwe kanuni ya maisha yako kwamba ninatetemeka kwa kile neno lilichosema, maana la sivyo nitakuwa mti wa utii wa juujuu, nitakuwa mtu wa neema bila toba, imani bila nidhamu. Mimi nimeokoka. Unasikia mtu anasema mimi nimeokoka na ninaamini Yesu akija leo naenda mbinguni. It is not that way. Imani inadai nidhamu. Neema inadai toba, na utii unatakiwa kuzama. Narudia tena, utii unakutaka uzame, maana yake ushuke. Kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 8 anasema, akawa mtii hata mauti ya msalaba. You go deeper into the obedience. Obedience needs you deep. Huwezi kuwa mtii kama haujazama. Utakuwa unafanya unafiki. Kwa taarifa yako, naweza nikawachukua watu wawili hapa nikawaambia nendeni pale barabarani mkaniletee kitu fulani. Wote wakaenda. Mmoja akawa ametii, mwingine akawa ameenda kwa sababu tu nina mamlaka kuliko yeye. Huyu mwingine ameonyesha unafiki na huyu mwingine ameonyesha utii. Hatutaona kwa sababu wote watakuja na kile walichotuma. Neno linakuzamisha kwenye utii, linakufanya uwe na moyo mnyofu. Unafanya mambo usiyotaka kufanya kwa furaha kwa sababu unayafanya kwa Bwana. Lakini neema inataka mtu kitu kinachoitwa mgeuko. Toba ni kugeuka. Kwa hiyo inakugeuza kabisa. Inakufanya uliyekuwa unafanya hivi unakuwa unayefanya tofauti. Ndio maana ya mgeuko. Yule mwana mpotevu anatuonyesha mgeuko. Anasema nitaondoka. Kwanza anapiga hesabu. Kisha anafika mahali anasema nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwanao. Nifanye kama mmoja wa watumwa wako. Lile neno linaingia kwenye moyo wa baba. Baba anamkumbatia, anambusu sana. Kwa nini? Toba iko wazi, inaonekana. Lakini 3, baada ya toba ndipo inapozaliwa imani. Ndio imani inakosa imetokea kwa sababu matendo yameonekana. Ile imani inadai nidhamu. Kuanzia hapo unaanza kutembea kwa nidhamu. Kama hauna neno, haya hayapo. Yesu alisemaje? Maneno niliyowaambia ndiyo yatakayo wahukumu. Yohana 12:48. Yale maneno unayosikia ndiyo yatakayo kuhukumu. Maneno
aliyosema ndiyo hukumu. Nikwambie kitu, neno ni lile lile, ukilitii linakuokoa, usipolitii linakuhukumu. Lile lile, ukilitii linakuokoa, usipolitii linakuhukumu. Namba 6, uzito wa neno katika maisha ya mwamini. How is it strong? Nguvu yake katika maisha ya mwamini. Moja, kadri neno linavyopata uzito kwenye maisha yako, maamuzi yanakuwa thabiti. Unaamua kwa uthabiti, maisha yanakuwa safi, imani inakuwa hai, na majira yanabadilika. Kadri unavyoenda kwenye neno ukalitii, kinachotokea ni hicho hapo, maamuzi yako yanakuwa thabiti. Yaani neno linakusaidia usiwe na maamuzi ya kipumbavu. Unaamua, kila mtu anasema haya ndio maamuzi. Wale wenye nani mbaya wanasema hii hapa ametukosea, anatuumiza, lakini hauyumbishwi kwa sababu una uhakika umeamua katika neno, na neno ndio haki. Pili, haufanyi chochote kwa uchafu. Maisha yako ni safi, kwa hiyo dhamiri haikushtaki. Unapojichunguza unagundua maisha yangu ni safi. Tatu, imani yako iko hai, ina matendo, na hayo matendo yanathibitishwa na usafi wa maisha. 4, majira yako yanakuwa dynamic. Mpige mtu mwambie maisha yako yanakuwa dynamic. Maisha yako yanakuwa dynamic. Yaani mabadiliko yanaonekana kila siku. Maisha yako yanabadilika kila siku, kwa kuwa lile neno limekuwa hai kwako, limeanza kutoa, yaani hivyo. Anasema yeye anikatae mimi, asiye yakubali maneno yangu, naye amhukumuye, neno hilo nililolinena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Ni lazima ukubali maisha yako yabadilike, maamuzi yawe thabiti, maisha yawe safi, imani iwe hai, majira yabadilike. Usitegemee mchakato utabadilika. Unafanya maamuzi, ndio inaitwaga kukata shauri, kumfuata Yesu. Hebu tuimbe kidogo, nimekubali. Jamani, mbona mmeimba kingine? Mimi nimeimba nyingine na mimi nimeimba nyingine. Tuimbe, nimekubali. Tena kamwe Je, siku hizi kuna watu wanafanya hivyo? Wachache sana. Wengi ni wale wanafanya hivi. Ngoja ni testi maji hivi. Kwa nini? Maamuzi sio thabiti, maisha sio safi, imani yao ni imani iliyokufa. Wanakiri wanayo imani, lakini imani haina matendo, na imani pasipo matendo imekufa nafsi mwake. Kwa hiyo kama ni hivyo, majira hayabadiliki. Unakuwa huko kanisani ila hakuna matokeo ya kuwa Mkristo. Bwana Yesu atusaidie. Nisogee kidogo. Kadri neno linavyopoteza uzito, nini kinatokea? Hisia zinaongoza, mazingira yanaamuru, na hofu inatawala. Vero, ufanye kazi yako vizuri. Naona kuna mtu hapa analetea utani, naona kaa
haufanyi kazi yako vizuri. Bwana asifiwe jamani, Bwana asifiwe. Neno linapopoteza uzito, unaongozwa na hisia zako, na unadhani, unasikia mtu anasema mimi nina akili bwana. Unatakiwa wakati mwingine mtu akianza kung'aka, kwa mfano kuna kitu kimetokea, alafu mtu akawa na hasira mpaka akashindwa kujizuia, anaanza kuvunja TV, muulize una hakika ni akili inafanya kazi hapo? Muulize jirani yako ulipopiga mke, hata kama ni mwanamke mwenzako, muulize ulipopiga mke. Tuongee tu na mtu, mwambie ongea na mtu, hata huyu hana mke, ulipopiga mke unadhani ni akili kweli uko unatumia? Hakuna kama mwanaume mwenye akili anapiga mrembo wake. Wewe unaharibu sura ile ile ambayo baadaye unataka iwe faraja ya moyo wako. Hauna akili. Wenye akili hawapigagi wake, ila anakuwa anaongozwa na mahisia, kwa sababu hajui neno linasemaje. Hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote. Wenye ndoa hoye, unakuta mwanamke amemshika mume wake, amemkunguta kwa sababu tu yeye ana nguvu kuliko yeye. Hapo anajisifu eti yani nimekakunguta kama mwanaume kimbaombao akanifanya chochote. Pumbavu. Kwani hapo nafikiri amina zipo? Si dawa ni nzito? Yaani unamfanyia mume wako vibaya unaenda kujisifia. Una akili. Akili inapatikana kwenye, unaongozwa na hisia. Kile hisia inachopampu, yani unajua hisia ni mzunguko wa nguvu zinazotokea. Ngoja niachane nayo, nisiseme hiyo, niachane nayo kabisa. Inakuwa hivi, unapolikataa neno, hisia zinaongoza, mazingira ndio yanayoamua, alafu hofu inatawala maisha. Kama una gari, wakati unaendesha hivi, njoo na gari ukiwa hujakanyaga mafuta, ikiwa iko silencer, alafu iachie tu iende free. Alafu kutana na watu hapa center, kuanzia hapa kwenye kona yetu nenda mpaka pale juu, kutana na watu ambao hawana Yesu, alafu piga honi. Wengine watatukana, yani anashtuka kama vile anakufa saa hiyo hiyo. Tena uwe na honi kama ya gari yangu, pa, mtu anaweza akaanguka. Nini kinamsumbua? Amejaa hofu, amejaa mahisia, ani hana utulivu. Mimi hata ungepiga honi ya aina gani, hata ikipiga radi, hatufi kwa bahati mbaya. Sisi tunaenda mbinguni. Kuna mtu ananielewa sawa sawa? Yaani unapolijua neno, unajua wewe hapa hauna mji udumuo, hapa unaishi kwa uhakika na mamlaka. Imani yako inasema kuishi ni Kristo na kufa ndiyo faida yenyewe. Kwa unasema kufa sifi leo wala kesho, nitawaona watoto wangu, wajukuu zangu watanizalia, nami nitawabusu vitukuu katika jina la Yesu. Wanakuangalia kama usikuwa na akili, kumbe ndio unazo zote, kwa sababu neno la Bwana limesema mwenye haki wangu ataishi kama mti. Yaani unahitaji kuelewa. Utajuaje neno limepoteza uzito? Swali muhimu sana hili. Moja, ibada za mafundisho ukosa uzito. Wakati wa mafundisho kama hivi ndo wakati wako wa kusinzia. Nilijua nafika hapa. Huu ndio wakati usingizi unakuwa mtamu, maana fundisho kwako sio kitu cha msingi. Ibada za Bible study kwako hazina maana. Tunaanza kongamano leo, nikiongeza muda kidogo unaanza kukwazika. Hatukuoni kwenye ibada zozote zinazohusiana na kuzama kwenye neno. Wakati unajua kuna semina ndio unapanga safari. Hata kama kuna uwezekano wa kutokusafiri uende wakati mwingine, hapo ndo una nani? Inakuwa rahisi kuahirisha na kufanya mambo mengine. Hiyo sio tamu.
Yeye anikataaye mimi, asiye yakubali maneno yangu, anaye amhukumuye ni nani? Neno hilo nililolinena ndilo linalomhukumu siku ya mwisho. Unaahirisha. Kila mwalimu wewe una mtazamo wako. Angekuja hivi, hamna siku unaenjoy unasema kwa kweli, ila wale ambao wanagusa hisia zako sio wale wanaogusa matatizo yako. Limekosa uzito. Neno la Mungu limekosa uzito. Nilikuwa na mtu fulani juzi, nimekutana naye saluni, akaanza kujisifia. Yaani sasa hivi tumepata sio nini. Tumepata mchungaji fire. Nikamwambia ni kwa sababu ni mgeni. Akikaa ananipigia story, nikamwambia acha shobo. Usilete mkwara hapa, unaleta shobo nyingi. Eti sasa hivi tumepata mchungaji. Nikamwambia sikiliza, ni kwa sababu ni mpya. Wewe uliyemsema yule aliyeondoka ndio wewe utakayemsema huyo mpya. Tikise jirani yako, mwambie neno la Mungu halihitaji maisia. Neno la Mungu linahitaji maamuzi. Ukitaka litoe matokeo, sio sauti kubwa, sio kelele, sio lazima uhubiri kama palanjo. Sauti hailiamuru neno kufanya kazi. Imani na misingi iliyojengwa vizuri ndani ya neno ndiyo inayotoa matokeo. Utatamka neno nalo litatokea kwako. Nipeleke kwenye Ayubu sura ya 22. Twende tushuke nayo kidogo, nasikia kitu fulani Bwana ananiambia hapa. Ayubu 22 pale. Tunaanza mstari wa 22. Tunaanza mstari wa 22 ili hapa ikae sawa sawa. Utajuaje neno limepoteza uzito? Angalia pale, soma pamoja nami. Uyapokee tafadhali mafuta ya upako. Rudia nyuma yangu. Uyapokee tafadhali mafuta ya upako. Upokee tafadhali vitambaa. Pokea tafadhali chumvi ya upako, si ndio? Haya, twende pamoja. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani. Namba 2, na maneno yake ya hayo mafunzo uyaweke wapi? Twende mstari unaofuata. Alafu ukimrudia Mwenyezi utafanyaje? Ukiuondoa udhalimu mbali na nini? Unapomrudia Bwana kwa kuyapokea mafunzo yake, unajengwa. Ukiliweka neno lake moyoni mwako, kinachotokea ni kwamba unamrudia Mungu, na ukimrudia lile neno linakujenga. Ukiuondoa udhalimu mbali na hema yako, mstari wa 24, nawe hazina zako ziweke wapi? Mchangani. Unatoa sadaka kama mtu anaenda kutupa hazina mchangani. Giving inakuwa ni raha, ni kama mtu anaenda kupanda karanga kwenye udongo wenye kichanga, na unakwenda kwa imani. Hakuna mtu anaendaga shambani kupanda akiwa ana mashaka. Bwana akupe neema kuelewa neno ili usije ukadanganywa katika jina la Yesu. Anasema na dhahabu ya Ofiri iweke katika mawe ya vijito. Twende mstari unaofuata. Anasema naye Mwenyezi atakuwa hazina yako. Jamani, haleluya. Mungu anakuwa hazina yako. Neno lake linapokaa moyoni mwako, wewe unakuwa unajua hazina yangu kuu ni Bwana. Maisha yangu yamejengwa katika Bwana. Ulinzi wangu uko katika Bwana. Furaha yangu iko katika Bwana, na ushindi wangu katika Bwana. Anasema utajiri na heshima viko kwangu, tena utajiri udumuo na haki pia atakuwa fedha ya thamani kwako. Sasa unaofuata, angalia. Anasema kwani ndipo utakapojifurahisha katika Mwenyezi na kuinua uso wako kumwelekea Mungu. Mstari unaofuata, utamwomba yeye naye atakusikia, nawe utazitimiliza nadhiri zako. Mstari wa mwisho wa 28. Tusome pamoja. 1, 2, 3. Tunaanzaga hapo, kule juu tunapaacha.
Mstari wa 21 turudi, ndo ambao unaleta haya yote. Mstari wa 21 tusome kwa sauti kama radi kwa jina la Yesu. 1, 2, 3. Twende 28, turudie tena 28. Maana kama hujasoma 21, 28 haina matokeo. Tunakuwa na matokeo ya 28 pale tunapokuwa tumeisoma 21 mpaka 27. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Mungu li hai. Tunapopoteza thamani yake. Mtu mmoja nilimfurahia sana, nilikuwa namsikiliza. Akasema hata akifundisha mtoto mdogo wa Sunday school, mimi naandika notes. Hata akifundisha mtu ambaye hajui Kiswahili vizuri, mimi naandika notes. Aliyekuwa anaongea alikuwa ni mchungaji wa siku nyingi sana, na mheshimu sana. Nikamwelewa. Hakuna raha kama ukijua kuliheshimu neno. Likipata uzito ndani yako, matokeo yake ni kwamba akiwa anaongea mtu neno la Mungu, wewe unaachana na makosa, unachukua minofu. Haleluya. Unaachana na mifupa, unachukua minofu. Mwaka huu atakuja wahubiri wengi sana. Wengine sio wazuri kama unavyodhani. Wengine najua wana kitu kimoja tu kwa ajili yako, na hicho ndio ninachotaka ukijue. Hicho atakapokuja, angalia hicho, achana na hivyo vingine, maana hicho ndicho cha kukuvusha. Anasema sasa mhubiri gani mchungaji ametuletea? Nimemleta kwa sababu ya kitu kimoja, kwa ambacho mimi najua hiki hapa, huyu ndiye anayeweza kutusaidia. Mtu mwenye kigelegele cha Roho Mtakatifu anisaidie kumpa kigelegele Roho Mtakatifu. Kizuri kweli hicho, nimekupenda sana, umepiga kigelegele kizuri. Unaweza kuongeza kidogo kigelegele cha nguvu zaidi kwa Roho Mtakatifu? Haleluya, haleluya. Naisikia neema imeachiliwa. Ninasema katika jina la Yesu, Bwana akupe neema ya kumjua Bwana, ili kwamba akuangazie njia zako na mwanga uziongoze njia zako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunateseka kwa sababu hatujawahi kuelewa hii kanuni. Usihangaike kuwajua watu wengine. Ukiwajua wanasema kuku ukimchunguza utamla. Roho Mtakatifu tusaidie. Hatuwezi tukafaidika katika Mungu kuzidi kiwango tunachomjua Mungu. Ngoja nirudie. Kama Albert angekuwa anaweza kuandika kwa haraka, angeiandika hiyo ikae hapo ubaoni kwa muda kidogo. Hatuwezi kufaidika katika Mungu kupita kiwango tunachomjua Mungu. Asante Roho Mtakatifu. Tutafaidika katika Mungu kulingana na kiwango tunachomjua Mungu peke yake. Na hatuwezi kumjua Mungu kuliko kiwango tunacholijua neno lake. Tutaweza kumjua Mungu kulingana na kiwango tunacholijua neno lake. Narudia hizi kauli mbili. Moja, hatuwezi kufaidika katika Mungu na kustawi katika Mungu kuliko kiwango tunachomjua Mungu. Na hatuwezi kumjua Mungu kuliko kiwango tunacholijua neno lake. Tutamjua Mungu kulingana na kiwango tunacholijua neno lake, na tutafanikiwa kwa kiwango tunachomjua Mungu. Basi. Na nataka leo niwaambie kitu kigumu kidogo. Hii sio katiba ya demokrasia. Hii sio katiba ya nchi ya kidemokrasia. Hii ni katiba ya kifalme. Kama kuna mtu aliyenielewa atasema amina, ila kama hamna aliyenielewa, hii sio katiba ya kidemokrasia. Hauna uchaguzi. This is not choosing what you want. This is following that you are told.
Hii katiba inataka tufuate alichosema, haitaki tufuate tunachotaka. Kila kuchagua vibaya kuna matokeo mabaya, na kila kuchagua vizuri kuna matokeo mema. Hii sio demokrasia, hii ni ufalme. This is not a democratic entity. God is a kingdom entity. It's a royal family. Na mnasemaga kila siku, sisi ni uzao mteule, sisi ni ukuhani wa kifalme. Kama ndivyo, utafata ulichoelekezwa, hautafata unachotaka. Ndivyo ilivyo. Wenda umefundishwa Biblia vibaya, leo nakufundisha vizuri. Neno la Mungu ni kanuni juu ya kanuni. Niwekee pale Isaya 28. Ni kanuni juu ya kanuni, ni amri juu ya amri. Mstari wa 10. Anasema kwa maana ni amri juu ya amri. Anarudia, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Vyovyote iwavyo, neno la Mungu ni sheria ya ufalme, sio sheria ya kidemokrasia. Usitake mambo yaende unavyotaka, hayataenda. Yataenda anavyotaka mfalme. Anataka upite kwa kukanyaga kwenye neno lake. Hiyo ndio itakayotokea. Kanyaga kwenye neno lake, njia yako iwe neno lake. Kama unanielewa, pe Roho Mtakatifu makofi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama mmoja anaitwa Catherine Booth anasema Ukristo unaodharau neno huishia kuwa dini isiyo na mamlaka. Ukristo unaodharau neno huishia kuwa dini isiyo na mamlaka. Nyie vijana naomba muwe na watulivu. Chap chap, kama mnahama mnahamaje kirahisi? Au mama wanatulia, nyie ndo mnahangaika. Mwisho kwenye kipengele hiki cha kwanza, kuna mwito wa kiroho hapa. Mungu hakumuuliza Yeremia unaishi nini. Mungu hakumuuliza Yeremia unajisikiaje. Mungu aliuliza unaona nini. Nilianza kwa kusema miwani gani umevaa? Unaona nini? Mstari wa 11. Jibu sahihi ni ninaona neno lako. Neno la Mungu mbele ya macho ya Yeremia lilikuwa kama ufito wa mlozi, na hivyo Bwana alipoona ameona sawa sawa, akamwambia umeona vyema, unaona neno. Maana Mungu hashughuliki na hisia zako. Nimeenda kanisani leo nina hasira. Mungu haangalii hasira zako. Nimeenda kanisani ninamchukia mtu fulani. Mungu haangalii hisia zako. Mungu anasema mstari wa 12, ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Mungu hashughuliki na hisia zako, bali neno na mtazamo wako. Ondoka kwenye mitazamo ya hisia. Ondoka kwenye maisha ya kuangalia vitu kufuatana na maumivu ulionayo, kufuatana na desturi za nyumbani kwenu. Hama kwenye desturi. 2026 tulilete neno kazini. Tutaliletaje kazini? Tutalileta neno kazini kama tutavua miwani ya mbao, kama tutavua miwani ya kuni, kama tutatoa miwani inayovuta mambo yakaja karibu. Tuyaangalie mambo kama Bwana anavyoyaangalia. Sema amen. Sikiza nikwambie kitu. Mungu analilinda neno lake. Mungu
anaheshimu neno lake. Mungu anatimiza neno lake, hafungwi na kitu kingine chochote ila neno. Yaani naomba nikuambie kitu. Unataka mume, unataka mke, unataka fedha, unataka afya, unataka heshima, Bwana anaangalia hapo kwenye neno lake. Neno. Nasema neno. Naomba niwaambieni, haya mahubiri ni zaidi ya mahubiri ya unabii. Yaani hapa ni zaidi ya kusema ukitoka hapa utakutana na hiki au kile, ukaenda ukakutana nacho. Kwa nini? Haya mahubiri ni mahubiri ambayo yanakujenga leo, kesho na milele. Watoto wako na wajukuu zako wataishi humu. Nikija na chupa ya mafuta nitakupaka wewe, sitaweza kumpaka mtoto aliye tumboni, sitaweza kuwapaka wajukuu zako walio kwenye matumbo ya watoto wako. Lakini nikiliachilia hili neno kama Bwana alivyoliweka ndani yangu, naomba nikuhakikishie, linaingia kwako, linakuwa kwa watoto wako, linakuwa kwa wajukuu zako, linakuwa kwa vitukuu vyako, kizazi cha kwanza mpaka cha 4. Neno la Bwana limesema. Kwa hiyo baraka ya neno ni zaidi ya baraka ya matamshi ya kinabii, katika jina la Yesu. Asante Yesu. Tumpe Bwana vigelegele vya heshima. Aramasatalararamashatarama mahandalarabakotalaramindalkaradosi. Ngoja niweke hitimisho dogo hapa, tukaombe. Neno la Mungu alihitaji kupambwa, ni zuri vya kutosha. It is so beautiful. Alihitaji mapambo. Alihitaji mapambo. Ni zuri vya kutosha. Neno la Mungu halihitaji kulindwa, lenyewe ni upanga na ni moto. Roho Mtakatifu nisaidie. Lenyewe ni upanga na ni moto, linahitaji kutiiwa, yaani fuata maelekezo. Hakuna namna tunaweza kufikia baraka kamilifu za kimungu kama hatujui kile ambacho neno limesema. Neno lisilotendwa ni nuru iliyofunikwa, taa imewashwa, lakini gunia lipo juu yake. Hata gunia jeusi, kama haujalitenda neno na kulitii, ni kama umeleta gunia jeusi ukafunika hiyo taa. Hata kama ina mwanga kiasi gani, hilo neno hiyo taa haitatoa mwanga wake halisi. Neno linalotendwa ni nguvu inayoonekana. Matokeo yake hayahitaji mtetezi. Swali ni je, neno la Mungu kwako ni nini?
Neno sio nguvu tu, ni nguvu isiyoonekana, ila matokeo yake hayahitaji mtetezi. Sisi wote hapa ni matokeo ya neno. Kila tulicho nacho ni matokeo ya neno. Lakini tumelichukuliaje neno? Mwaka jana tulikuwa na mwaka wa madhihirisho ya neno. Lilikusaidia nini? Limekubadilisha wapi? Matokeo yako wapi? Je, limedhihirika kwako? Kama leo ungeulizwa, je, neno limedhihirika kwako? Ungesema ni jambo gani ambalo kwa wazi limefumuka na ukagundua mimi Mungu amefunua neno lake kwangu? Nisikilize. Neno la Mungu lina hatua, linakuja kwako kama neno, kama sauti inayobisha. Ukilifungulia mlango kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, anasema ukifungua mlango, mtu akisikia sauti na asema nitaingia. Likiingia anasema nitakula pamoja nawe, nawe pamoja nami. Lazima namna yako ya maisha ibadilike. Asikudanganye mtu. Neno la Mungu haliwezi kufanya makao kwako ukabaki kuwa yule. Naomba uniwekee Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Haiwezekani neno likadhihirika kwako alafu wewe ukawa mtu yule yule. Badiliko litaonekana. Ukiona hakuna badiliko, ujue neno bado halijadhihirika kwako. Saba, sio 17, 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Nanyi mtatendewa. Ukienda mstari wa 16 anasema si ninyi mlionichagua, ni mimi niliyewachagua, nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kila mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Naomba niwaambieni, kama tunataka matokeo kwenye maisha yetu, lazima tukusudie neno la Mungu liwe dira na mwelekeo wa maisha yetu. Simama. Kila mtu anajua namna yake ambavyo ana vita yake kuhusu neno. Najua huu sio ujumbe rahisi, sio ujumbe mtamu, ni ujumbe mzito.
nikuhamasishe, nataka uchukue hatua. Mwalimu wa neno sio mimi, mwalimu wa kweli wa neno ni Roho Mtakatifu. Mchana wa leo nataka usogee mbele za Mungu. Nilikuwa ninaongea na mtu mmoja, alifika nchi fulani akiwa na shilingi 14,000 miaka 7 iliyopita, miaka 10 iliyopita. Alienda nchi fulani, nimekutana naye uso kwa uso, akiwa na shilingi 14,000 ya Kitanzania, ni South Africa. Akafika akawa anasema, Mungu, ninataka niweze kupata maisha mazuri hapa. Akaanza kuomba Mungu. Alipokuwa akimwomba Mungu akapata ufunuo, akaamua kuishika Biblia yake. Akiwa chooni yuko nayo, kila mahali anaenda nayo, sio kubwa kama hii, kila mahali yuko na Biblia, mpaka chooni yuko nayo. Kila mwezi akawa anaisoma Biblia yote kila mwezi. Nikaanza kujiuliza alikuwa anasomaje. Nikagundua kila siku alikuwa kwa wastani, maana ina vitabu 66, kila siku alikuwa anasoma angalau vitabu viwili, yaani kama ni Mwanzo na Kutoka, ili amalize vitabu vyote. Japo kule katikati kuna vitabu vyenye sura chache sana kwenye Agano Jipya na kwenye Agano la Kale. Kwa mfano manabii wadogo wote, yaani kuanzia Hosea mpaka Malaki ni sura 67 tu. Hizo mimi nasomaga siku moja, yaani kuanzia Hosea mpaka Malaki ni siku hii moja, sura 67. Yaani nikitulia ni zote namaliza. Alipokuwa akisoma vile, kilichotokea, Mungu akampa wazo la kuwa dalali wa nyumba. Akawa dalali, yuko kwenye nchi isiyokuwa yake, akawa dalali wa nyumba. Kaanza kuwa dalali, akawa dalali chini ya madalali wakubwa. Baadaye ya kuwa dalali, baadaye akaanzisha kampuni yake kutoka kwenye udalali, akanunua nyumba. Yaani amekuwa dalali mpaka akaanza kununua nyumba. Ninavyoongea leo, yule mtu ni bilionea, anaitwa na rais, lakini kilichompa ufunuo ni neno la Mungu. Naomba nikwambie, neno la Mungu ndiyo dira ya maisha yoyote unayotaka kwenye maisha yako. Aina yoyote ya maisha unayoyataka. Unataka ya chini, acha kusoma Biblia. Unataka maisha ya kawaida, maana kuna maisha ya chini kwa sababu una Mungu ila una hela. Ila kuna maisha ya juu, maana unaishi pale baba yako anapoishi. Ukitaka nguvu yako ibadilike, rudi kwenye neno lako. Nini kilimuingiza kwenye neno? Aliomba. Tumeanza maombi. Nataka katika hizi siku 35 jikomiti mwenyewe, unataka kufanya nini kwenye neno la Bwana. Tamani hilo neno liyabadilishe maisha yako. Tamani hilo neno libadilishe maisha yako. Ukiinua shauku yako, Mungu atakupa haja ya moyo wako. Kila mtu ataona ukibarikiwa, kila mtu ataona matokeo, kila mtu ataiona hiyo nguvu ikifanya kazi ndani yako. Ni kanuni hii inayofanyaga matokeo. Mungu anasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 11 mpaka wa 19, anasema, kwa maana maneno haya ninayokuambia si mbali, hata useme ni nani atakaye kwenda mbinguni atuletee tupate kusikia. Anasema si kuzimu, hata useme ni nani atakaye shuka aende akatuletee tupate kuyafanya. Anasema si ng'ambo ya bahari, si ng'ambo ya pili ya bahari, hata useme ni nani atakayevuka bahari akatuletee aje atuambie tupate kuyafanya. Lakini neno li karibu nawe sana, katika kinywa chako na moyo wako,
upate kulifanya. Likiwa katika kinywa chako, likiwa katika moyo wako, utalifanya. Na ukilifanya, angalia mstari unaofuata, anasema angalia, nimekuwekea mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Mstari unaofuata, angalia, kwa hivi ni kuagizayo leo, kumpenda Bwana Mungu wako na kuenenda katika njia zako, kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka, Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika nchi uivukiayo kuimiliki. Mstari unaofuata anasema, lakini moyo wako ukukengeuka, usipotaka kusikiza, usipotaka kusoma, usipotaka kujifunza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia. Mstari unaofuata anasema, na wahubiri hivi leo, hakika mtaangamia, hamtazifanya siku zenu kwa nyingi juu ya nchi uivukia Yordani uingie kuimiliki. Mstari wa 19, nimekuwekea mbele yako leo, angalia, nazishuhudiza mbingu na nchi juu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Chagua uzima ili uwe hai. Naomba niwaambieni watakatifu, uzima na baraka viko kwenye neno la Bwana. Nataka uende mbele za Mungu wewe mwenyewe hapa hapa ulipo, kwa sauti au kwa kutoa au kwa kuacha kutoa sauti, utajua mwenyewe, lakini mwambie Bwana, ninataka hili neno liwe dira na mwelekeo wa maisha yangu. Fungua kinywa chako, sema na Bwana. Nataka uombe kwa hasira. Shetani amekudanganya, amekuonyesha mazingira, amekujaza hofu, amekujaza mashaka. Usinisikilize wewe, nakwambia hivi, fungua kinywa chako, mwambie Bwana, nipe neema ya kujifunza neno, nipe neema ya kulisoma neno, nipe neema na kiu ya kusikia. Mwambie Bwana mchana wa leo, jiweke wakfu kwa mwaka huu, kwamba mwaka huu ni mwaka wangu. Nataka nione neno likitenda kazi ndani yangu. Sitaki kusoma tu peke yake, sitaki kusikia tu peke yake, sitaki kujifunza tu peke yake. Rakatamaryenderebokana maya yakatarabina maya. Unaweza kuweka mikono juu ya kichwa chako. Mimi nilipokuwa nikisoma nasikia uchovu, niliweka mikono juu ya kichwa changu nikajiombea. Weka mikono yako juu ya kichwa chako, kiombea kichwa chako kielewe, maana kikielewa kitatuma taarifa moyoni. Rakatamalidada mamori ya makaya ikandara masokala rabinda yakala rabina maya. Naisikia neema imeachiliwa, ni kwa ajili yako. Inua sauti tu, yeye Bwana yuko hapa, anataka uombe. Amenielekeza uombe mwenyewe. Anasema kila aombaye upokea, kila aombaye atapewa, kila aombaye atapewa, kila aombaye atapewa. Rikana matela radosanema inarama shakatala rababorama ikoria maseketelere banama inalarama na mama moria maka iatela reda mosokola radina lianda rabasheketelere banama iria masekelere bebere maya yandala rababa boria makatala rabi randa rabashatala ramama morabi rekotala ramama moria maya. Bwana, sisi hatujui namna ya kulisoma neno. Roho Mtakatifu, wewe ndiwe mwalimu wangu. Ninataka nijue neno lako, nikae na wewe Bwana kwa mazungumzo zaidi, nizidi kuwaonyesha wengine Bwana wokovu wako. Nataka nikae na wewe Bwana unenapo kitabuni, nikusikie wewe Bwana. Ninataka kulielewa neno lako kuliko ninavyoielewa simu yangu. Nataka nikuelewe Bwana kuliko ninavyoelewa mambo yanayoendelea duniani. Aya talapakatarara ranala baba buria maya likana mashatala baburia maka ramana baba buria maya linna rabana baba buria maka raboshatela remana maya randala baba buria maka Maria mashetelere manaba yandala rababa buria maya reko shatel karedo sanema linda rababa buria maketal karadone retala ramama muria maya rietala ramama muriena yerabare rababa buremena rekotala rababa buriare rekondala rababa buriare randala rababa buriare etala rababa buriare etala rababa buriare etala rababa buriare etararaba boriare etararaba boriare etararaba boriare etararaba boriare
Etalarababuriale, 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 andaraburiana. Kama wale walisoma kwa mwezi mmoja, Bwana ninaomba mimi niimalize ndani ya miezi mitatu. Nipe neema yako Bwana, ninataka kusogea Bwana mbele zako mfalme wa falme, niyapokee mafunzo yako yatokayo kinywani mwako Bwana. Nikae kwenye neno lako, nikae na neno lako Bwana. Sitaki tena kusikiliza hadithi za watu Bwana, sitaki tena kusikiliza hadithi za wambea. Ninaomba Bwana, fungua akili yangu ili elewe neno lako. Rakatalabina maya, maana Bwana unasema akawafumbulia akili wapate kuelewa na lile neno, akawafumbulia akili wapate kuelewa na lile neno. Tunataka kuelewa Bwana, tunataka kuelewa Yesu, ninataka kuelewa Bwana. Unakemea sana mapepo, naomba uombe Bwana akusaidie. Anasema akawafungulia akili wapate kuelewa na lile neno. Yesu aliwafungulia wanafunzi wake wapate kuelewa na lile neno. Anaweza kukufungulia wewe pia akili yako ielewe na lile neno. Mwambie Bwana, sema na Bwana kwa ujasiri. Matokeo ni sasa, sio kesho. Utaanza kuona leo namna utakavyosoma neno kwa raha. Ikandalarabina maya, itategemea kiwango cha imani. Inua kiwango cha imani na ukaanze kufanya leo. Sema ninaanza leo kwa jina la Yesu. Rikana manarababudaba, leria makatalarababudaba, imandarababudamashai, leria makatalarabinamai, yatalarababudamai, yandalarababudamenaba. Karabashetal karadusanema, likandarabababudamanaba. Katika jina la Yesu Baba, tunaanza majira mapya. Tunaanza kwa neno lako, maana neno lako ni dira, neno lako ni mwelekeo, neno lako ni nguvu, neno lako ndio maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba, tunaamini na kupokea. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Naomba uketi. Karibu kiongozi wa ibada.